Bwana Yesu asifiwe. Mbele yenu asubuhi ya leo ni mchungaji Sami Ochola. Nachunga madhabahu ya Jesus Gospel Power. Tuko hapa Jericho. Na asubuhi ya leo ningeweza kupenda kuongea na wewe mtazamaji wangu. Na neno letu la asubuhi ya leo ni your work is your worship. Unapofanya kazi ambayo unaifanya, kwa sababu maandiko inasema ya kwamba Bwana atabariki kazi ya mikono yetu. Unapofanya kazi ama unapoamka kwa ajili ya kujiandaa kwenda kazini, wale ambao wamebahatika kupata kazi, kumbuke ya kwamba si watu wote ambao katika mji huu ambao wamebahatika kama bahati ulionayo na mahali ambapo unaamka na kwenda kufanya kazi kwa ajili ya kujipatia mapato asubuhi ya leo. So kazi yako ambayo Bwana amekupa, nataka uichukue kama ni worship ambao unamtolea Bwana. So kichwa cha ujumbe wangu asubuhi ya leo ni your work is your worship. Wakati unafanya ile kazi, ndio Mungu aweze kubariki kazi ya mikono yako. Lazima uifanye kazi ambayo ni kazi ya adilifu, kazi ambayo inakubalika mbele za Bwana, because kazi ambayo unaifanya ndio itaweza kudetermine Mungu yupi ambaye unamtumikia asubuhi ya leo. So ninaenda kusoma katika kitabu cha Kumbukumbu ya Torati, walio na tafsiri Biblia, tafsiri za Kiingereza, Deuteronomy 28, nasoma mstari wa 12, nitasoma mstari mmoja tu na najua utabarikiwa asubuhi ya leo mpendwa mtazamaji. So ninasoma Kumbukumbu la Torati 28, mstari wake ni wa 12. Biblia inasema hivi: atakufunulia Bwana hazina yake nzuri, nayo ni mbingu, kwa kutoa mvua ya nchi yako kwa wakati wake, na kwa kubariki kazi ya mikono yako. Na tuombe. Baba, ni asanti, mfalme uishi milele, na litukuze na kulimidi jina lako asubuhi njema, maana wewe ni Mungu. Umetukirimia asubuhi mfalme, umeweza kutulinda usiku wa giza ambao umejaa mambo mengi Baba, na umetufanya wana asubuhi tukiwa buheri wa afya na wazima mfalme. Kwa sababu ya shughuli ambazo ziko mbele yetu, tunaomba tu Bwana ukatembee nasi, ukatubariki, ukatuinue na hata kututetea katika nyanja zote katika jina la Yesu. Asante kwa ajili ya mtazamaji wangu asubuhi ya leo, na mkabidhi mikononi pako mfalme. Naomba kwa ajili ya wanaosafiri katika nyanja mbalimbali Bwana, naomba tu ukatembee nao katika safari, waende na warudi salama katika jina la Yesu. Asante kwa sababu Bwana ya kuweza kutenga fursa hii kwa ajili ya kulisikiza neno lako Bwana. Naomba tu ukawabariki na kuwainua, maana hakika wamedhibitisha na kudhihirisha ya kwamba ni wewe tu ambaye wanakutegemea, na wewe ndio Mungu ambaye Bwana wanamjua. Asante kwa neema na fadhili zako, na ni kwa Yesu nimeomba na hata kuamini. Kama nilivyotangulia kusema, your work is your worship. Na Mungu mahali ambapo tumesoma anatuahidi kwamba atabariki kazi ya mikono yetu. Na ili kazi ya mikono yetu iweze kubarikiwa, lazima tuifanye hii kazi ni kama kwamba tunamfanyia Mungu. Yesu naye akauliza ya kwamba utawezaje kusema unampenda yeye usiyemuona, na walio karibu nao ama wale ambao wako karibu na wewe hawaonyeshi ule upendo. Nataka tuonyeshe upendo asubuhi ya leo, wale ambao tumebarikiwa kuwa na kazi. Kuna mahali ambapo tunaamka kwa ajili ya kutafuta kibaba ya kila siku. Wale ambao tunawahudumia, tuwahudumie kana kwamba tunamhudumia Mungu. Mhudumie ni kama unamfanya worship mbele za Bwana. Wakati mwingi tunapoenda mbele za Mungu kwa ajili ya ibada, kwa ajili ya kumwabudu, tunajitolea kwa udi na uvumba. Vile vile hiyo strength ambayo unatumia kumwabudu Mungu ifanye mahala hapa katika jina la Yesu. So kuna watu ambao wameamuka kwa ajili ya biashara, wanafanya biashara ambazo ni nzuri, Mungu awabariki. Wanajituma katika nyanja zote kwa ajili ya kutafuta kibaba ya siku. Na unapoamka kufanya kazi hii, nataka ukumbuke kila wakati unapoondoka ndani ya nyumba yako na kwenda kazini, nataka ukumbuke kila wakati your work is your worship. Unapoifanya hii kazi, fanya kama unamfanyia Mungu. Nakumbuka wakati tukiwa wadogo, kuna wale wa mama ambao walikuwa wakiuza maembe na matunda karibu na shule, hasa misimu ya maembe. Na wale wa mama ambao walikuwa wakituuzia maembe, walikuwa wanapanga maembe kulingana na vile ambavyo zinafaa kuuzwa. Kuna zile za shilingi, kwa sababu wakati huo shilingi ilikuwa na value. Kuna zile za shilingi 2, kuna zile za shilingi 5 na kwenda mpaka 3-10. Wakati huo shilingi zilikuwa na value, na tulikuwa na ukitembea na shilingi unapata maembe. Lakini jambo ambalo lilikuwa ni la kuhuzunisha nimekuja kuligundua wakati huu ambapo Roho wa Bwana amenifunulia niweze kufundisha jambo hili, ya kwamba yale maji ambayo walikuwa wanaweka pale kwa ajili ya kuosha maembe
maembe ilikuwa inawekwa asubuhi, wanapoamka asubuhi, na yule wa kwanza ambaye ataosha maembe yake pale anaosha, wa pili ataosha, watatu ataosha, itafika mpaka jioni kabla hawajabadilisha yale maji. Wakati mwingine unawalisha watu uchafu na unatarajia kwamba Mungu abariki kazi ya mikono yako. Na tulikuwa tunakula yale maembe, na tunakula kwa sababu ya njaa, wakati mwingine tunakula mpaka na kila kitu, ni kwa sababu ukitoa sehemu ya ile maembe utakuwa umelose. So tunakula na kulamba vidole, ili hali maji ambayo tulioshea yale maembe ni maji ambayo sio mazuri, ni maji ambayo ni machafu. So wale ambao wanafanya biashara ya kuuza yale maembe, unapohudumia wale wanaonunua, wewe jua ya kwamba your work is your worship. Ifanye kana kwamba unamfanyia Mungu. Kama ni Mungu ulikuwa unamuuzia, utakubali akule uchafu ya wengine. Just imagine yule mwenye atanunua jioni atayaosha tu kwa yale maji ambayo yalioshwa na yule mwenye alitangulia asubuhi. So wakati mwingine tunafanya kazi na tunafanya baraka zetu zikose kutufikia. Asubuhi ya leo kumbuka, your work is your worship. Wale ambao wako kwa reception, wewe umeajiriwa pale kwa sababu ya kukaribisha wageni wa boss. Usiangalie watu kulingana na vile ambavyo wanaingia, kwa sababu unataka Bwana ibariki kazi ya mikono yako. Asubuhi ya leo wakiingia walio chini, wewe watreat kama kwamba unamtreat Mungu. Wakiingia watu, usijaji watu kulingana na vile ambavyo wamevalia, usijaji watu kulingana na vile wanaongea. Kuna wengine ambao wamechanganyikiwa wakati wanafika pale kwa ofisi, ni kwa sababu wanataka msaada. So ninaomba tu ukumbuke ya kwamba your work is your worship, and always kumbuka ya kwamba unamhudumia Mungu, hawahudumii hawa. Yesu akasema ya kwamba atakaporudi Yesu, wewe watakuja wengi na atawauliza ya kwamba nilikuja kwenyu nikiwa na njaa, hamkunipa chakula, nilikuwa jela, hamkuja kuniona. Nao watamuuliza, ni wakati gani ambao ulikuja Yesu na hatukukuhudumia? Naye atawakumbusha, wakati tu mmoja wenyu ama mmoja wa hawa maskini alipokuja na mkamfukuza, huyo ni mimi ambaye mlinifukuza. Wengi watahuzunika, ni kwa sababu walimfukuza Yesu, ni kwa sababu ya kutokujua ya kwamba ni Yesu. Licha ya kwamba tunampenda Bwana, naomba ya kwamba tusiwe Wakristo ambao wanaokoka siku ya Jumapili pekee, tuokoke wiki nzima na mahali petu pa kazi iwe ni mahali pa ibada. So tunapowatumikia wale watu ambao wanakuja kwa sababu ya kuomba huduma, wacha tuwahudumie kana kwamba tunamhudumia Mungu, naye atabariki kazi ya mikono yetu sawa sawa na neno lake. Wale ambao ni manasi pale hospitalini, wewe kazi ambayo mnaifanya ni kazi nzuri, Mungu awabariki. Lakini kuna wakati ambapo inafika manasi wanakuwa kana kwamba wameondokewa na uwepo wa Bwana, na wanawatreat wale wagonjwa kana kwamba wanashughulikia wanyama. Jambo la kuhuzunisha, wakati mama amekuja pale, wewe yako na uchungu wa kujifungua, na wewe unamtreat kana kwamba unamtreat mtoto, unamuongelesha ukiongeza uchungu kwa uchungu alionao. Wewe kumbuka, your work is your worship. Kama ni Mungu alikuwa pale, ungemhudumia hivyo. Wale ambao wanafanya kazi barabarani, madereva, mnafanya kazi nzuri, Mungu awabariki. Na asubuhi ya leo ninaomba tu Bwana ya kwamba vile ambavyo ulitoka nyumbani usirudi vile vile, na ukishika hili neno bila shaka utabarikiwa. Asubuhi ya leo, your work is your worship. Usiwahi sahau ya kwamba kazi unayoifanya unaifanya kama unamfanyia Bwana ibada. So ifanye na uifanye kwa uaminifu, ifanye na uifanye bila ya madoido, ifanye na uifanye bila ya kutaka kuangalia malipo sana. Wale ambao wamewachwa manyumbani, house managers, hata kama mmekuwa na utofauti na mkuu wako ama mtajiri wako, usiweke hasira za mkubwa kwa watoto wake. Ni kwa sababu tumeona picha, kuna wale matajiri ambao wameweza kujaliwa, wako na CCTV cameras ndani ya nyumba, na zile vitu ambavyo hawa wasichana wa nyumbani wanafanya, sisemi ni wote, kuna baadhi ambao wanaweka hasira ya tajiri kwa sababu hajalipwa, wanaweka kwa watoto. Your work is your worship. Wewe wahudumia hao watoto kana kwamba unamhudumia Mungu. Malaika wa Mungu asipitie mateso kwa sababu ya tofauti yako na tajiri wako. Asubuhi ya leo, your work is your worship. Make sure ya kwamba unafanya hii kazi kana unamfanyia Mungu. Inawezekana mshahara ni mdogo, inawezekana tajiri ni mkali, inawezekana unafanya chini ya sheria na amri ambazo ni kali. Isikuvunje moyo wewe kumtumikia Mungu. Unapowatumikia wale, nimekuambia unamtumikia Mungu na ni ibada ambayo unamtolea Mungu. Naye unapofanya kazi hii kwa bidii, kujitolea na kwa uzuri, kwa roho safi na kwa unyenyekevu, bila shaka Mungu atabariki kazi ya mikono yako. Wewe ni wengi, kumbuka, wanaotamani tu mahali pa kuamka asubuhi. Kenya tuko watu wengi ambao wengi wao hawana kazi, na wengine wametoka nje ya Kenya, wameenda ugaibuni. Tusionyeshe ubaya wetu kule ambako tumeenda kufanya kazi, kwa sababu tutawaharibia na wale wengine ambao wanatoka katika Jamhuri ya Kenya wangetaka kufika mahali ambapo umefika. So your work is your worship. Nataka tu kumbuke hilo neno asubuhi ya leo unapoamka kwenda kufanya kazi ambayo Bwana amekupatia. Na watu ambao ni wakulima, mnafanya kazi nzuri
kuilisha taifa na kulisha mji, ni kwa sababu kama sio nyinyi wakulima, hakika sijui sisi ambao tuko mijini tungesurvive vipi. Lakini jambo la kushangaza ni kwamba wakulima pia wamesahau their work is their worship. Wako na shamba mara mbili. Kuna shamba ambayo anachuna mboga za kutumia pale nyumbani, na hizi zinapandwa organically, zinatumika mbolea na vitu ambavyo hazina madhara ndani ya mwili wa mwanadamu. Lakini zile zingine ambazo ni za kuuza, wewe zinamwagiliwa dawa, zinakuzwa na madawa, wewe zinainuliwa na madawa. Mboga ya siku 2-3 imetosha kuchuna kwa sababu ya zile dawa ambazo wananyunyizia, na zile dawa anavyonyunyiza vile hata yeye mwenyewe hawezi akala zile mboga. Wewe tunapofanya hii kazi kwa sababu ya chakula cha kuuza, kumbuka your work is your worship. Na unapotoa chakula ambacho ni cha sumu, umenyunyizia dawa, imekuzwa kwa njia ambayo hata wewe mwenyewe huwezi ukaila ile mboga, na unataka wenzako wa ile mboga, your work is your worship. Inawezekana ya kwamba utafanya kazi nyingi na Bwana akose kuibariki, ni kwa sababu unawauzia watu sumu. Ile sumu ambayo wewe huwezi taka kuila na familia yako, usikubali mtu mwingine aile ile sumu. So kazi yako wewe iwe ni ibada unayomtolea Bwana. Unaposimama na unapoamka asubuhi ya leo kwenda kufanya majukumu, usiwahi sahau ya kwamba your work is your worship. Na the more unafanya kwa uadilifu, ndio the more Mungu anabariki. Nafuatilia neno lake kama alivyosema ya kwamba atabariki kazi ya mikono yetu. Hata bariki kazi ambayo imefanywa kwa udhalimu, hata bariki kazi ambayo imefanywa kwa unyang'anyi, hata bariki kazi ambayo imefanywa pasipo kuwa na uadilifu. Wewe inajua umefundishwa kufanya mambo 2-3, tunakuwa na mazoea pale kazini. Wakati mwingine tunajisahau, tunasahau mahali ambako tumetoka, tunasahau ya kwamba sisi ni Wakristo, tunasahau ya kwamba tunafaa kuportray picha ya Yesu kwa kila mahali ambako tunaenda. Wewe kazi yako iwe ni ibada asubuhi ya leo. Naomba tu wewe ambao umetoka, ambao umejaliwa na kupata kibarua, umepata kazi, ifanye kana kwamba unamfanyia Yesu. Maana Yesu mwenyewe hata kuja ili ukaweze kumhudumia, na kwa sababu Yesu yupo na tunaamini yupo na tunaamini ya kwamba anaweza kubariki, wewe fanya kazi yako. Ukifanya ni kama ni ibada unamtolea Mungu. Umepata nafasi wewe ya kuhudumia wananchi, pengine wewe ni mheshimiwa, pata nafasi nzuri, una ofisi ambapo unazo vitu vingi ambavyo vinastahili kufikia wajane na mayatima. Hakikisha vile vitu vimewafikia, because your work is your worship. The more unafanya kwa bidii na uadilifu, ndio the more Mungu anazidi kubariki kazi ya mikono yako, na mapato ambayo unapata mahala pale wewe itakusaidia na hata wewe kujiendeleza, ni kwa sababu unafanya kana kwamba unamfanyia Mungu. Ninajua tu ya kwamba neno hili limeweza kuingia kwenye masikio ya mtu. Ninajua umeweza kusikia, na ninajua asubuhi ya leo unafanya uamuzi ya kubadilika. Usitoke nyumbani kwenda kazini kwa sababu ya kujitafutia laana. Usitoke nyumbani kwenda kazini kwa sababu ya kujitafutia maafa. Usitoke kwenda kazini kwa sababu ya kuwadhuru wenzako. Wale ambao wanafanya kazi nzuri ya kupelekea watu wa mjengo vyakula kule kwenye mjengo, pia nataka niseme na nyinyi asubuhi ya leo, your work is your worship. Unapofanya ile kazi, unapoondoka na chakula ambacho umekitengeneza, tengeneza kama ni wewe unakila kile chakula. Wewe usitumie madawa wakati wa kutengeneza hiki chakula, because wale watu wanapodhurika na wewe baraka zako umezifungia. Naomba tu ya kwamba ukaweza kusimama katika njia za kiungu. Fanya kwa uadilifu, fanya kwa ukuu, fanya kwa upendo, fanya kwa roho moja hiyo kazi, naye Mungu ataibariki. Maana Mungu wetu si mdhalimu, na anaposema atabariki kazi ya mikono yetu ataibariki, ikiwa tutaifanya kwa uadilifu, ikiwa tutaifanya wewe kama vile inavyompendeza Mungu, ikiwa tutaifanya kana kwamba tunamfanyia Mungu mwenyewe. Usikubali utoke nyumbani na kwenda kujitafutia laana, because the more unauzia watu sumu, ndio the more unajiletea laana kwa nyumba yako. Ukiangalia leo watu ambao wanaishi na madawa, ukiangalia watu wengi wanaishi kwa sababu ya mateso ya vile vitu ambavyo walifanyiwa. Kuna vitu ambavyo mtu alifanyiwa mahali hajawahi sahau. Usikubali mtu atoke mahala pako pa kazi, usikubali mtu akutembelee katika ofisi yako na atoke pale amejeruhiwa. Naomba tu ikiwezekana, wakija wamejeruhiwa, watoke pale wakiwa wamefarijika. Wakija pale wakiwa chini, watoke pale ukiwa umewanenea maneno mazuri, ni kama unamnenea Mungu. So asubuhi ya leo usikubali mtu afike kwenye mikono yako ama kwenye ofisi yako, ama usikubali ukamuuzie mtu chakula ambacho wewe hakina usafi ambao unafaa. Tusingoje tu mpaka wale wahusika wa mambo na afya wafike wakwambia hiki na hiki hujafanya vyema. Jifanyie mwenyewe, because your work should be your worship.
So unapofanya hii kazi asubuhi ya leo, kumbuka ya kwamba unamfanyia Mungu. Kumbuka ya kwamba wale ambao wanakuja pale, inawezekana kuna malaika miongoni mwao, inawezekana miongoni mwa wale ambao unawaserve, mdozi wako anaweza kuokoa miongoni mwao, inawezekana kati ya watu ambao wanataka huduma zako, inawezekana pale mahali ndio njia zako zitafungukia. So zingatia maneno haya ya kwamba your work is your worship, na ufanye kama unamfanyia Mungu. Vile ambavyo ungemworship God on Sunday, vile ambavyo unamhudumia Mungu na kunyenyekea kwingi, nyenyekea kwa wale ambao wanakuja. Haijalishi umekuja kwa njia gani, haijalishi wamevalia namna gani, haijalishi wanaongea lugha ipi, wewe wahudumie kana kwamba unamhudumia Mungu. Naye Mungu, kwa sababu ni Mungu, atabariki kazi ya mikono yako. Hautakuwa kati ya wanaolia, hautakuwa kati ya wanaotaabika. Kazi nyingi ambazo tunazifanya mara nyingi, wewe mshahara ambao tunaupata pale hautusaidii. Nafika katikati ya wiki, katikati ya mwezi, unapata mtu ana hata ndururu. Ni because Mungu mwenyewe hayuko pale, hatembei nawe, kwa sababu unafanya kazi ya kuwadhulumu watu, unafanya kazi ya kuangaisha watu, unaongeza watu vidonda juu ya vidonda, na kwa kufanya vile Mungu hawezi akawa pale. Ni mtakatifu na anakaa mahali ambapo ni patakatifu. So your work always, kumbuka, your work is your worship. Na asubuhi ya leo make sure ya kwamba umeshika neno hili, hata kama utasahau mengine yote, kumbuka your work is your worship. Na unapofanya hii kazi, fanya kana kwamba unamfanyia Mungu, because Mungu mwenyewe hatashuka. Yesu anasema kama hawa ambao wenye unawaona hawaonyeshi upendo, ni kumaanisha hata upendo ambao unasema unampenda Mungu sio upendo ambao ni timilifu. So your work is your worship. Fanya kama unamfanyia Mungu, naye Mungu wa mbinguni atakubariki. Wengi wetu tumekuja tukiwa na matamanio ya kufanya mambo mawili matatu kule nyumbani, na mshahara na pesa ambazo tunapata ingawa ni mdogo, Mungu akiongeza na baraka yake pale juu, utajikuta unafanya mambo makubwa na ile pesa ambayo unapata, licha kwamba ni pesa kidogo, kwa sababu Mungu yuko pale na amebariki ile kazi. Wewe hautaona ugumu wakati wengine wanalia. Ukifanya kwa uadilifu, hautapata tabu wakati wengine wanapata tabu. Ukifanya kwa uadilifu, atabariki hicho kidogo ambacho unapata mahala pale, na bila shaka utakuwa wa kubarikiwa na nyumba yako itabarikiwa. So fanya kwa uadilifu ile kazi, maana sio watu wote ambao wako ulisoma nao wana kazi leo. Sio watu wote ambao ulizaliwa nao wana kazi asubuhi ya leo. Sio watu wote ambao ni wa kijiji chenyu wana kazi asubuhi ya leo. Wewe umejaliwa, una mahali ambapo unaamka. Ukiamka na kwenda kwenye ile kazi, iwe ni biashara tu, Mungu aibariki na uifanye kwa uadilifu. Ikiwa wewe ni dereva, ifanye kwa uadilifu naye Mungu akubariki. Ikiwa wewe ni daktari, ifanye kwa uadilifu na Mungu atakubariki. Ikiwa wewe ni askari pale mlangoni, ifanye kwa uadilifu naye Mungu atabariki kazi ya mikono yako, maana amesema atabariki kazi ya mikono yetu, naye ataachilia mvua, na ni mvua ambayo ni ya baraka kwa ajili ya nyumba yako, kwa ajili ya watoto wako. So ninajua tu umepata kitu pale, na ninajua ya kwamba utazidi kutendeza neno hili kazi. Your work is your worship. Usisahau kila wakati unapotoka na unaporudi. So asubuhi ya leo najua umebarikiwa, ninajua unaenda kazini ukiwa na furaha na nguvu tele. Wewe ambaye ni mgonjwa, najua tu Mungu anaenda kukuponya na kukuinua tena katika jina la Yesu. Ninajua utashuhudia makuu ya Bwana ikiwa utazingatia neno hili. Your work is your worship, na bila shaka our God atakubariki ikiwa utafanya kazi yako kwa uadilifu. So majina yangu ni Pastor Sami, kama nilivyotangulia kusema, Pastor Sami Ochola, na hudumu na kanisa la Jesus Gospel Power, na tuko hapa Jericho. Ningependa tu niombe pamoja nawe. Mtazamaji wangu asubuhi ya leo, umeamka ukiwa mgonjwa, umeamka ukiwa chini, umeamka kama una matumaini, naomba tu kainue imani yako tukaweze kuombe pamoja, naye Mungu atakuwa Mungu. Ikifika wakati wa jioni, ninajua utarudi nyumbani na ushuhuda. Baba, ni asanti, mtakatifu ishie milele, na litukuze na kulimidi jina lako asubuhi ya leo, maana wewe ni Mungu. Wewe nimeweza kunena na mtazamaji wangu. Baba, neno lako najua limepata nafasi ndani ya moyo ya mtu, na atazingatia neno hili, nawe utafuatilia neno lako na kumbariki. Wamama hawa wabarikiwe, walio wagonjwa wapone, waliofika mwisho Mfalme wacha iwe ni mwanzo mpya katika jina la Yesu. Wanapotoka Mfalme, na wanenea baraka, na wanenea Bwana ushindi, na wanenea ufanisi, na wanenea walio kwenye biashara faida tele, wanaopita kwenye magari ambayo imejengwa na mikono ya wanadamu. Baba, ninaomba Mfalme ukaweza kuwafikisha salama katika jina la Yesu. Madereva na watu wote ambao wanasafiri, mtakatifu ishie milele, watie nguvu, waongoze, maana wewe pekee ndio ulio na mamlaka na uwezo. Ninawaambia Mfalme, watakaporudi jioni, warudi kama vile walivyotoka Bwana, wakiwa wazima buheri wa afya, warudi
pato lao limejaa na baraka zako ziwe juu yao. Neno lako likapate nafasi ndani ya miili yao Bwana, na wakafanya kazi ambayo iko mbele yao kana kwamba wanakufanyia Bwana. Maana umesema utabariki kazi ya mikono ya wanao. Naomba ukawabariki wote wanaofanya kazi zilizo halali katika jina la Yesu. Wewe ni Mungu peke yako unatosha, na ni kwa Yesu nimeomba na atakuamini. Sema amen pamoja nami mtazamaji wangu. Sami Ochola, mchungaji na baba ya watoto wengi, na pia tunafanya kazi ya kuchunga madhabahu ya Bwana pale Jericho. Na kama ungependa kunipata kwa nambari ya simu ni 0707 380 337, ndio namba yangu ya simu. Wale wa Airtel ni 0731 423392. Barikiwe sana, barikiwe na Bwana, barikiwe mpaka mshangae. Amen, amen, amen.